Sio kweli kwamba siku huanza saa 6 za usiku, na ipo siku mbaya au siku nzuri, na siku mbaya ama siku nzuri utengenezwa na mtu mwenyewe. Namaanisha kumbe wewe unayo nafasi ya kuifanya siku yako iwe nzuri ama iwe mbaya. Karibu kwenye neno la Mungu leo kupata kujifunza nini ambacho Mungu amekiandaa mezani kwake. Neno la Mungu asubuhi ya leo, Ayubu 38 na mstari wa 12. Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Bwana Yesu asifiwe. Unaheri wewe unasikiliza neno la Mungu asubuhi ya leo. Leo Mungu anasema na sisi kwa habari ya kuitengeneza siku, kwa habari ya kutengeneza masaa 12 ya mchana na masaa 12 ya usiku, namna ya kuyaandaa yawe kama utakavyo. Ni kweli kabisa tunaweza tukawa na siku nzuri ama siku mbaya. Ni inawezekana kabisa kwamba ipo siku kila kitu chako kinaenda kama ambavyo umepanga, lakini ipo siku nyingine ambayo mambo yako kabisa yaendi kama ambavyo umepanga. Ni nini cha kufanya ili siku yako iende kama ambavyo unataka? Leo Mungu anasema na sisi kupitia Ayubu kwamba umeyaamuru mapambazuko, umeyajulisha mapambazuko mahali pake, kwa maana kwamba ni lazima kuwahi kuamka kila asubuhi na kutamka mambo mazuri ambayo unataka yatokee kwenye siku hiyo, kutamka kile ambacho unataka kukifanikisha kwenye siku husika. Kama ni Jumatatu, unaamka unataja yale ambayo unataka uyafanye, na unaamka asubuhi, kwa maana kwamba kuanzia saa 11, saa ambazo mapambazuko yanatokea. Kumbe Mungu ametupa sisi mamlaka ya kuyaamuru mapambazuko yatupe kile ambacho tunataka kuyafanya, mapambazuko yakae pale ambako anastahili. Na ndio maana kuna watu wanaweza kuwa na siku mbaya sana, na kuna mtu anaweza kuwa na siku nzuri sana. Yule anayekuwa na siku nzuri manake huyo anaanza na Bwana. Lazima asubuhi na mapema, kabla ya kufanya chochote, uhakikishe kwanza unaanza na Bwana, kuyaambia mapambazuko nini unahitaji kwa siku husika, kuyaambia siku yako nini kakupe kwa siku husika. Ni kweli kwamba zipo vita zinapigwana rohoni, na kama una ufahamu kujua kwamba nini unakitaka kwenye siku yako, basi adui anaweza kasimama kwenye hiyo siku akaiharibu, na ukajikuta unakutana na mambo mabaya mengi ambayo ukutarajia kabisa kuyapata. Na kuanzia sasa upate akili na ufahamu wa kuwahi kuamka ili kuyaamuru siku yako iwe kama ambavyo unataka. Tumedanganywa mengi sana kuhusiana na majira na nyakati za Mungu. Tumeambiwa kwamba siku inaanza saa 6 za usiku na sio saa 12 asubuhi. Lakini tunachokifahamu katika ulimwengu wa kawaida tu, siku kuna masaa 12 ya usiku na masaa 12 ya mchana. Inawezekana vipi siku ikaanza usiku wakati ni katikati ya masaa 12 ya usiku? Gregoria katika kalenda yake alitudanganya mengi. Na kama ambavyo tunajua kwa mujibu wa Mhubiri, kila jambo na majira yake. Kumbe wakati mwingine uko usiku au uko mchana na uko usiku, au uko usiku na uko mchana, maana yake ni kupishanishwa na baraka na majira za Mungu. Yapo mengi ya kujifunza kuhusiana na majira na nyakati za Mungu. Wakati ukifika tutajifunza vizuri, lakini ukweli ni kwamba tumejificha na tumefichwa kwenye vingi, na ndio maana tufahamu nini cha kufanya na nini ambacho sio cha kufanya. Lakini hakikuwa tu hakika kwamba siku inatakiwa kuanza saa 12 asubuhi na wewe saa 11 usiku, saa 11 asubuhi lazima uamke uhai kuyaamuru mapambazuko yakupe kile unachostahili katika jina la Yesu. Aweki Ministry International na kukaribisha kwenye huduma za kila siku. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Aweki Ministry International. Kwa huduma za maombi na maombezi piga namba hiyo hapo juu inayoonekana, na Mungu akutunze.